Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa haswa katika mtandao wetu wa Kenya TV mahali popote ulipo. Karibu ili niendelee kukufahamisha yale ambayo yametufikia katika meza yetu ya habari. Kenya inaendelea kuomboleza baada ya taifa la Kenya kupoteza kiongozi mwingine. Mbunge aliyechaguliwa kupitia chama cha mheshimiwa Uhuru Kenyatta Jubilee ameweza kuaga dunia. Mbunge huyu ni nani? Kulingana na gazeti la Kenyans.co.ke limeweza kuchapisha habari na kusema kwamba Isiolo South Member of Parliament Tubi Bidu dies after short illness. Yani mbunge wa eneo bunge wakilishi la Isiolo Kusini ambaye anaitwa Tubi Bidu ameweza kuaga dunia baada ya kugonjeka kwa muda mfupi. Mbunge huyu aliweza kuchaguliwa kupitia chama cha Jubilee. Tunafahamishwa ya kwamba aligonjeka kidogo tu na akaga dunia akiwa katika hospitali ya Nairobi ambapo amekuwa akipokea matibabu. Lakini kwa bahati mbaya akaga dunia siku ya Jumatano jioni katika hospitali hiyo. Mbunge huyu aliweza kuchaguliwa kupitia Jubilee na amekuwa bungeni kama mbunge kwa awamu yake ya kwanza ama mara yake ya kwanza kuwa mbunge na kuchaguliwa, kwa sababu ikumbuke kwamba alikuwa spika katika bunge lile la Isiolo hapo mbeleni, lakini katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022 wakati aliwania kiti cha ubunge aliweza kufanikiwa na kuchaguliwa ili kuwakilisha wakaazi wa eneo bunge wakilishi la Isiolo Kusini, lakini kwa bahati mbaya ameweza kuaga dunia. Ikumbuke kwamba wakati alikuwa mbunge katika bunge la kitaifa alikuwa mwanachama wa kamati ya Environment and Public Petitions Committee. Alikuwa mwanachama katika kamati hiyo haswa katika bunge la kitaifa. Mwaka huu tumeweza kushuhudia mengi haswa katika taifa letu la Kenya, kwa sababu tumepoteza viongozi wengi ikilinganishwa na miaka ya nyuma, haswa wale ambao wako mamlakani wanaendelea kuwakilisha watu kwa aina mbalimbali. Ikumbuke kwamba mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kasibul ambaye anaitwa Ongondo Were aliyechaguliwa kupitia chama cha ODM naye aliweza kuaga dunia na akazikwa mwaka huu. Ikumbuke kwamba yeye aliweza kufiatuliwa risasi hapa jijini Nairobi na akapoteza maisha yake. Na katika eneo bunge wakilishi la Malava katika kaunti ya Kakamega, Malulu Njendi naye aliweza kuaga dunia, aliyechaguliwa kupitia chama cha ANC, chama ambacho kiliweza kumezwa na UDA baadaye. Aliweza kuchaguliwa lakini kwa bahati mbaya naye aliweza kuaga dunia kwa ugonjwa ambao alikuwa nao kwa muda mfupi. Mwaka huu ikumbuke kwamba seneta wa kaunti ya Baringo aliyechaguliwa kupitia chama cha Rais William Ruto UDA, William Cheptumo, naye aliweza kuaga dunia. Ndio maana tume ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC ikaandaa chaguzi ndogo katika maeneo haya na maeneo mengine, kwa sababu kuna wawakilishi wote nao waliweza kupoteza maisha yao, na IEBC ikatangaza tarehe rasmi kwamba tarehe 27 Novemba mwaka huu kutakuwa na chaguzi ndogo katika maeneo haya ili kuhakikisha ya kwamba viongozi wengine wamechaguliwa. Sasa baada ya maandalizi kukamilika na tumeweza kupokezwa habari zingine kwamba kuna mbunge naye ameweza kuaga dunia ambaye ni mbunge wa Isiolo Kusini. Katika taifa letu la Kenya tumepata pigo kubwa, kwa sababu ni muda mfupi tu umepita tangu tupoteze kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ambaye aliweza kuzikwa kwa wiki kadhaa zilizopita. Kwa hivyo mwaka huu wa 2025 umekuwa mwaka ambao sio wa kupendeza, umekuwa mwaka ambao ni wa machozi, umekuwa mwaka ambao ni wa kuomboleza kila wakati. Ila tu tunaomba tuzidi kuombea viongozi wetu,
tuzidi kuombeana katika taifa letu la Kenya, kwa sababu magonjwa vile yanaendelea kuonekana yanaendelea kuchukua viongozi na Wakenya wengine kwa ujumla. Wale ambao tupo tuzidi kuombeana, kwa sababu wakati tupo tunastahili kuombeana, kwa sababu Mungu akae katika kiti cha enzi ili azidi kutulinda na kutuwekea protection wakati tunapoendelea na shughuli mbalimbali humu nchini. Na kwa kusema ukweli halisi wa mambo, Kenya imepiwa ama imepata pigo kubwa baada ya viongozi wengi kuendelea kuaga dunia, na tutaendelea kuwafahamisha vile tunavyoendelea kuyapokea katika meza yetu ya habari. Iwe ni usiku, lazima tutakuwa tunawajulisha, kwa sababu hiyo ndio kazi. Nyinyi ndio mmetuweka hii kazi, lazima tuifanye kuhakikisha kwamba tumewasilisha ujumbe vile tunavyoupokea katika studio zetu kila wakati. Na chukua fursa hii ili kutuma pole zangu kwa familia ya mwenda zake mbunge wa Isiolo South ama Kusini, Tubi Bidu. Mungu ailaze roho ya mwenda zake mahali pema palipo na wema. Na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula naye ameweza kutuma pole zake, na Rais William Ruto naye pia ameweza kutuma rambirambi kuelekea kwa familia ya mwenda zake Tubi Bidu, na viongozi wengine wanaendelea kutoa pole zao kufuatia kifo ambacho tumeweza kushituliwa nacho siku ya leo, siku ya Jumatano. Ni habari ambayo tumeipokea sasa hivi, wakati wengine tulikuwa tunaendelea na shughuli zingine, lakini ikabidi turudi kwa studio kuhakikisha kwamba tumeweza kuwasilisha ujumbe huu kwa njia iliyo safi. Kufikia hapo sina lingine ila tu kutamatisha na kusema pole kwa wale ambao wamepoteza wenzao, kando na mbunge na wale ambao wamepoteza wenzao siku ya leo. Pole 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 tena zaidi. Tutakutana katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye, na hiyo ndio kazi tunaifanya. Lakini if you have not subscribed to our YouTube channel and you are watching, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload the video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also to other WhatsApp groups and even on Facebook, and this is how we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.